Waziri wa elimu ambaye ni Julius Bitok anasema kwamba wizara hiyo iko mbioni kuandaa vikao vya ushirikishi wa umma ili kutumiza maagizo ya mahakama. Waziri wa elimu Profesa ambaye ni Julius Migos Kunradhi amesema kwamba wizara hiyo imekuwa ikiandaa ripoti ya kina tangu mwaka 2013 na 23 ambayo itatoa mwongozo kuhusiana na hatua zitakazochukuliwa katika utekelezaji wa muundo mpya wa ulipaji karo katika vyuo vikuu. Haya yanajiri mtazamaji, huku katibu katika idara ya elimu ya msingi ambaye ni Profesa Julius Bitok akithibitisha kwamba wizara ya elimu imewasilisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliotaja ulipaji karo kupitia mfumo wa e-Citizen kuwa kinyume cha katiba. Wizara ya elimu imejipata kwenye shinikizo za kutekeleza agizo la mahakama ya rufaa lililoridhia utekelezaji wa muundo mpya wa ulipaji karo katika vyuo vikuu uliozinduliwa na Rais William Ruto. Waziri wa elimu Julius Migos amesema kwamba wizara hiyo inaandaa ripoti ambayo itatoa mwelekeo kuhusu utekelezaji huo. I think this week or next week you will be doing public participation on it, on the issues of the appeals. You will see some advertisement coming out. We are going to ensure that no student is left behind. Migos pia aligusia mabadiliko katika wizara hiyo kuhusiana na uorodheshaji wa shule ambao utawapa wanafunzi uhuru wa kuchagua shule kuambatana na taaluma ambazo wangependa kusomea. The schools will no longer be classified as national, extra county or sub county. Instead, classification will be based on the pathways that each school offers. The three pathways, as you are aware, are STEM, which is science, technology, engineering and mathematics, social science pathway, and the arts and sports science pathway. Categorization of schools will also be based on the type of accommodation of schools, whether they are boarding or day. Waziri aidha alitoa onyo kali kwa wakuu wa shule dhidi ya kuhodhi vyeti vya wanafunzi ambao wameshindwa kulipa karo, akisema ni kinyume cha sheria. People have said that this directive has been given many times and so nothing is going to happen. I assure you something is going to happen. If you hold, I will take action, both disciplinary and legal. Haya na wadia wakati katibu katika idara ya elimu ya msingi Profesa Julius Bitok akithibitisha kwamba wizara ya elimu itawasilisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama ulioharamisha ulipaji karo kupitia mfumo wa e-Citizen. The government is committed to ensuring that we respect the court and to ensure that we obey the courts. However, we are going to appeal the decision because e-Citizen is a platform that is very transparent. Ben Chumba, Darubini.